Kwa hiyo Majimaji kwa maana ya uzazi ni lango la kwanza kwa kisoka kwa mkoa wetu wa Ruvuma, na ni timu ambayo ilishajichukulia umaarufu mkubwa sana. Kwa hiyo kitu ambacho tunatakiwa kufanya ni kuhakikisha tunarudisha kwenye ramani. Ni kuu ya mashabiki kutaka kuiona Majimaji ikiwa kwenye ligi kuu Tanzania bara. Sasa nimepata fursa hapa ya kupiga story na baadhi ya mashabiki, wao wanieleze wanafikiri kitu gani kikifanyika Majimaji itakuwa kwenye ligi kuu Tanzania bara na haitoporomoka tena kama ambavyo tumeshuhudia misimu kadhaa. Jina naitwa Shaibu Ibrahimu, mdau wa mchezo wa mpira wa miguu mkoa wa Ruvuma. Urejeo wa Majimaji kwa upande fulani ni faraja, kwa maana ya wana Ruvuma ni tarajio lao kubwa. Unapozungumzia Majimaji maana yake inabeba image ya soka kwa mkoa wa Ruvuma. Lakini pamoja na kwamba timu inaonekana kurejea, hata ikitokea kwa maana labda timu imenunuliwa ya kureplace, kwa sababu sasa hivi tumerejea lakini hatupo katika zile ligi kubwa za ushindani, kwa maana unazungumzia ligi daraja la pili, daraja la kwanza au Premium League, kwa maana tuko chini. Lakini hata ikitokea labda kukawa na wadau au makampuni makubwa ambayo yatafikiria kuinvest yakanunua timu na wakatuachia bila kuwa na njia mbadala za kuweza kuimaintain timu, tunaweza tukarudi tulikotoka. Kwa hiyo rai yangu ni kwa pande mbili. Pande ya kwanza ya wanachama supporting, kwa sababu timu yoyote ikiwa na supporting kubwa ni rahisi sana timu kumaintain, lakini kusapotiwa tu haitoshi. Mpira sasa hivi ni pesa kwa asilimia kubwa. Ukiangalia mikoa ambayo inaendesha timu, angalia mfano tu hapa majirani zetu Lindi, kwa maana ya Namungo, unaona kabisa timu iko kwenye mfumo wa halmashauri. Sasa mfumo wa halmashauri, hata kama itakuwa hampo katika ushindani mkubwa labda wa kushindana na timu kubwa kama Simba na Yanga, Azam, lakini mna uwezo wa kumaintain, kununua wachezaji ambao watakuwa katika level fulani ambayo inaweza kuwawekea status whether ya kubaki kwenye ligi au kuwepo katika zile timu ambazo zinaonekana zinaweza kuwa shindani kwenye ligi. Kwanza mimi naomba ili kukusanyana kwa timu hapa mkoani kwetu, ushirikiano ulikuwa ni mchache sana, kuanzia wadau hadi viongozi wenyewe wa mpira, ushirikiano ni mdogo sana. Pili, upande wa serikali, viongozi wetu wa mkoa, yaani wao wakishikana tungekuwa kitu kimoja, si timu tungekuwa zaidi ya timu mbili hapo. Wachezaji wapo, watu wanapenda mpira, lakini ushirikiano ndio ulikuwa ni mchache. Mimi naomba tuungane, wana Ruvuma kuanzia wilaya zote, tushirikiane, tuwe kitu kimoja, turudishe mpira wetu. Tunapata tabu. Nasema kama jambo litakuwa vizuri zaidi, kwa sababu lengo ni hilo. Kirudi baada ya kwa timu ndani ya mkoa imejulikana kwa faida kubwa sana, kila nyanja inafaidika. Kwa hiyo tupo kuipokea, tupo tayari kuipokea. Tumeshuhudia mara kadhaa vilabu vikipanda ligi kuu lakini baadaye vikishuka. Unatamani kitu gani kifanyike Majimaji ili tusirudi tena pale ambapo tunapata nafasi ya kupanda? Kubwa ni umoja. Imani wana Ruvuma ni kisima cha michezo, sababu watu wengi wametoka. Kubwa ni umoja, shikana, hakuna kisichowezekana. Kwa kisha tunarudisha kwenye ramani ili ifanye vizuri, ili iendelee kutupa raha, na watu wengi hata mtaani leo tumepita kutangaza wanawishi kuiona Majimaji ile ya miaka ile. Na inawezekana kama tutaamua kushikana na kufanya vitu, tukatengeneza umoja mzuri, timu itakuwa nzuri tu. Kwa sasa ambapo hatuna klabu inayocheza ligi kuu, kama mkoa tunapoteza kitu gani? Vitu vingi. Cha kwanza tunapoteza mapato ya halmashauri, mapato ya mkoa wetu, mapato ya huku kusini pia tuseme. Sababu inapofika timu kubwa kucheza hapa, kuna mapato mbalimbali. Watu wa hoteli watauza vyumba, watu wa chakula watauza, mantilia watauza, bodaboda watauza, watu wa taksi watauza. Yaani kila mtu aliye kwenye sekta ya biashara atafanya biashara. Si umenielewa? Kwa hiyo kitu cha kwanza ambacho tunakipoteza ni mapato. Kwa upande wa viongozi wa klabu ya Majimaji FC wanasema mchakato
wa kuimarisha Majimaji imara ni kwa kutumia mchakato wa hisa, ambapo sasa haitokuwa ikitegemea tena bakuli kama ilivyokuwa miaka ya nyuma. Huyu hapa Godfrey Ambrose Mvura anatueleza namna ambavyo mchakato huu umefika wapi hivi sasa. Naitwa Godfrey Mvura, ni katibu mkuu wa chama cha soka wilaya Songea, ambapo sasa hivi Majimaji iko chini yetu, pamoja ina viongozi ambao tumeweka wa mpito. Lakini kimsingi niseme tu Majimaji iko kwenye mwendelezo, kwa maana ya sasa kuanza kusaka wachezaji, na kama hivi unavyoona timu inaimarika. Lakini kikubwa zaidi lengo letu tusogee juu, tuanze na championship. Mungu akipenda basi tuendelee kuongea na wadhamini wetu au wafadhili wetu ili klabu hii basi iweze kucheza ligi ya juu. Lakini maandalizi haya unayoyaona, ili msimu ujao tunataka tuanze sasa rasmi. Sawa. Mwanzo tulizungumza kuhusiana na swala la hisa kwamba klabu inakwenda kwenye hatua inayofuata na wadau wanapaswa kununua hisa. Zoezi hili limefikia wapi, na yule ambaye anakusikiliza sasa hivi aweze kuchukua hatua? Zoezi liko mwishoni kabisa. Nafikiri kuanzia mwezi ujao tutaanza sasa kutangaza kuuza hisa, lakini kila kitu kimekaa vizuri, tuko hatua za mwisho kabisa, na hili nafikiri italeta tija kwa klabu ya Majimaji ili kuepukana na kuombaomba au kwa mwendelezo ule wa mabakuli. Kwa hiyo tumeweka hii tuendeshe timu kisasa ili wakazi wa Ruvuma wapate burudani bila bugudha yoyote. Neno lako sasa kwa wadau ambao wanakusikiliza sasa kuhusiana na namna ambavyo wao wanaweza kutia nguvu yao sasa wakati tukielekea kwenye mchakato? Mimi niseme tutatangaza, tukitangaza basi kwa kweli watusupport kwenye hili, watu waje wanunue hisa, na wakishanunua hisa basi ndio mwendelezo wa klabu kufanya vizuri, lakini pia kuchukua quality nzuri ya wachezaji, na hata hawa upcoming ambao tunao hapa mkoani Ruvuma, basi wakichanganyika na hizo quality kubwa, basi tutakuwa tunaweza kuzalisha vipaji vingi zaidi kutoka mkoani kwetu. Kwa faida yule ambaye anakusikiliza leo kwa mara ya kwanza, Majimaji hii ya sasa ambayo anaisikia inaundwa na wachezaji gani? Sasa hivi inaundwa na wachezaji wa hapa, lakini kama ukitaka kuangalia tumechukua sehemu tofauti. Wako watu ambao wametoka Tunduru, lakini watu ambao wametoka Mbinga. Sehemu zote sisi tunachukua ili kuviweka vipaji pamoja vya mkoa wetu na baadaye kuviibua kwa pamoja, kama tulivyofanya mwanzo. Ulishuhudia Tunduru tumetoa vipaji vingi, Mbinga tumetoa vipaji vingi, na sasa hivi hata hapa Songea Manispaa. Unaweza kunitajia wachezaji wale watatu ambao wapo wanafanya, ambao ni miongoni mwa sehemu ya kikosi cha Majimaji? Yuko Slaji Lwena, lakini yuko Mohamed Kanduru, yuko Karimu Mdoka, lakini pia yupo Suleiman Mangolingoli, Mashaka Moyo, Otman Mwagama na Banka. Kocha wa Majimaji FC yeye anasema safari bado ni ngumu, lakini kubwa akiwapa moyo wachezaji ambao wanacheza mpira hivi sasa. Fedha zipo nyingi sana kwenye football, kubwa ni kujitoa tu. Wachezaji wenye umri wao wakati huu wanajidharau, wanaingia kwenye mambo mengine ambayo sio. Mchezaji anatamba kwenye ndondo huko, kimleta kwenye timu ya malengo ampotea, akupi kama kile kilicho kwenye ndondo. Kwa hiyo wao wenyewe kwanza wanajidharau. Yaani mchezaji wa Songea anataka leo kimpeleka kwenye timu apate milioni leo, apate mamilioni leo bila kupitia changamoto zilizopitia wenzao. Wanaona wenzao hapo juu saizi, wale wamepambana na wamehitaji, ndio maana hapo vile. Sasa siko mkoa wa Songea bado nazidi kusukumana nao mpaka leo. Wito wako sasa kwa vijana pamoja na wadau wa soka wa mkoa wa Ruvuma? Waendelee kutusikiliza, japo sisi hatujapata mafanikio yote katika soka, lakini tuna vile tulivyojifunza na tumpita na makocha wengi ambao wamefanya vizuri huko mbele. Sasa sisi tunapokuwa tunawaelekeza wao, wataona tunakutana mitaani humu na kweli hatuna kitu katika mpira, wanatudharau. Basi kwenye kushika kitu ashike, sio nataka kushika basi aache, lakini watafanikiwa kama kweli wanafuatilia mambo yaliyotoka kwa wakongwe. Mpira wa zamani haukuwa fedha kama sasa. Sasa hivi mpira ni hela. Una neno gani kwa vijana kuhusiana na jambo hili? Kiukweli tunaumia, kama sisi wakongwe tunaumia kwa fursa tunazochezea vijana. Kwa mfano mimi mwenyewe binafsi, kama nilikuwa na miaka 10 juu, imerudi nyuma. Sasa hizi mimi natembelea mbali sana. Kwa hiyo nawahimiza vijana, hela ipo. Yaani siku moja tu unaamka tajiri, milioni 100, 200 unazotaka hizo ni kujituma, kwa siku moja tunazipata hizo.